Mchungaji, habari za leo? Mungu ni mwema sana. Pole sana kwa matokeo tumeshuhudia, mmepoteza mabao 3-1 na kuondolewa kwenye michuano ya CRDB. Mchungaji, shida ilikuwa nini hasa kwenye kikosi chako leo? Leo haikuwa bahati yetu. Timu haikucheza katika heshima ya kucheza kama tunavyojua. Leo wamecheza hovyo sana. Wamepoteza nafasi nyingi. Timu ilikuwa inaonekana ishambulii, beki ilikuwa haizuii. Kwa hiyo leo siku ilikuwa sio kwetu. Kwa hiyo tumepoteza pambano ambalo la muhimu sana, ambalo ni nusu finali, ambapo pambano la leo lingetupeleka finali na kuanza kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo siku leo tumepoteza pambano. Ndio hivyo tena, inabidi tukajipange upya. Ukiangalia dakika 45 za kipindi cha kwanza mmesharuhusu magoli mawili. Aliingia Kamara pale akaruhusu goli moja akashindwa, akaingia Ali Salim Katoro naye pia akaruhusu goli moja dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ukiangalia Ali Salim goli lake ni makosa kabisa ya golikipa. Unadhani ndio sababu ambao wanakosa nafasi ya kuingia ama alitakiwa kufanya kipi zaidi? Kwanza shida ilianza kwa Chemalon. Ule mpira kulikuwa mna haja kurudisha nyuma. Kulikuwa na haja kumpa kipa. Kulikuwa anaweza kuupiga mbele. Alafu ili swali linajirudia. Yaani katika vitu ambavyo Chemalon anajirudia, ili swali linajirudia. Ule mpira ulikuwa hamna haja kurudisha kipa. Ule mpira ulikuwa upige tu mbele. Maana mbele kulikuwa na watu. Sasa ungepiga hata mbele. Lakini tabia zake ni zile za kurudisha mpira nyuma. Kwa hiyo mimi kipa sikumlaumu sana, na mlaumu huyu ambaye alitoa arudishia pasi. Na swala hili linajirudia. Kuna wachezaji inabidi msimu unaokuja wengi tusiwe nao. Wachezaji kama 6 hivi inabidi tuwaondoke ndani ya Simba. Wachezaji 6. Karibu 6 waondoke ndani ya Simba. Ambao hao ndani ya Simba inakuwa ni mzigo, kwa sababu wanafanya matukio ambayo yanajirudia. Wewe angalia kombe la shirikisho tumekosa. Sasa hivi tunakuja CRDB tumekosa. Kwa sababu kuna watu walituambia sasa tutachukua kombe lolote. Kwa dalili hii inaonekana hata kombe lote hatuwezi kuchukua. Kwa picha ambayo inaonekana shirikisho limeondoka. CRDB tunaongoza kirahisi. Vijana hawajitumi. Alafu mtu anasingizia eti anasema eti watu wanasema eti wachezaji wetu wa Simba eti wamechoka. Wamechoka. Si masaa 72 utachokeje? Masaa 72 yameweka kiutaalamu kimpira kwamba kwa kijana lazima acheze mpira. Labda uwe injury. Lakini ukiwa uumu chochote, mpira unacheza. Toshangaa vijana wadogo wanashindwa kucheza mpira, hawajitumi. Hawaonyeshi kama ile ni finali. Hawatoki jasho kujituma wala wanataka kurelax tu. Mtu anarudisha mpira nyuma, anapewa pasi anarudisha nyuma, mtu anakuja na unasa, kipa anachezea na unasa goli, anakuja yaani hawaonyeshi kama wanacheza finali au nusu finali. Wana relax. Basi sijajua kwa sababu kulipa mishahara mikubwa. Sijajua washaona Simba nasema starehe. Kwa hiyo kuna kazi viongozi wa Simba inabidi waifanye. Kuna wachezaji ndani ya Simba inabidi watupishe ili tutengeneze Simba ambayo wachezaji watakuwa na uchungu na Simba. Lakini sasa tunaona dakika za mwisho tunapoteza kila kitu. Utakuja unitajie vizuri hao wachezaji ambao unadhani wanahitaji kuwapisha kwenye kikosi chenu, lakini sasa hivi naomba tuzungumzie jambo moja. Umezungumza kwamba licha ya kwamba watu wengine wanatafuta visingizio kwamba wachezaji wamechoka, wewe unaamini kwamba kulikuwa kuna nafasi ya kufanya vizuri? Tumeona mabadiliko yamefanyika, Mohamed Hussein ameanzia nje, Shomari Kapombe alikuwa nje, lakini wengine wamepata nafasi. Unadhani hawajatumia vyema nafasi ambazo wameaminiwa na kocha ili wengine waweze kupumzika? Ndio nilikuwa nalizungumza hapo. Yaani kuna saa inabidi tuzungumze kitu cha ukweli ili tuitibu Simba yetu. Vijana wadogo miaka 22 utashindaje kucheza mpira? Kwa hiyo unashindwa kujituma? Vijana wadogo, hii ni nusu finali. Kwa hiyo msijitume, lakini wana relax kabisa, wanacheza wala hana wasiwasi. Sasa hii kitu ndani ya Simba inabidi sasa kazi hii ifanyike. Baadhi wachezaji wa Simba, baadhi wachezaji wasiwepo. Mimi naona 6 ambao sitaki kucheza Simba. Kwa sababu ni vitu ambavyo vinajirudia. Mfano kama huyu Chemalon. Anafanya vitu ambavyo vinajirudia. Sisi kuna mechi ambayo tulipoteza kwa sababu yake yeye. Leo angalia mchezo anaocheza. Ni vitu ambavyo vinajirudia vile vile. Sasa kuna watu wanapenda tukisema hivi, wao wanajaribu kuitetea timu. Unapotetea timu sio kwamba unaitibu. Unapotetea timu ndio unazidi kufanya nini? Kuiharibu. Lazima useme ili timu ipatikane, Simba iwe strong. Mfano mimi nikwambie. Umeona hawa Singida tuseme tungegeuza iwe Simba. Simba ingetisha sana. Singida mngegeuza? Tuseme ndio Simba. Na zile favor ambazo Simba anazipata na ule ukubwa wa Simba, wala wachezaji walioko Singida, Simba ingetisha sana. Huo ndio kweli. Singida wana kila kitu. Quality wachezaji mmoja wanayo. Kitimu wako vizuri. Wale ambao wanashika nafasi ya 4 ni timu ambayo imesajili mwaka huu na bado inashika nafasi ya 4. Maana yake tuibadilishe iwe ndio Simba.
Maana yake nini? Walisajili wachezaji wenye quality kubwa mno. Mbona beki anaitwa Kofi. Bonge la beki. Ukiangalia kuna Rupia, bonge la striker. Kuna jamaa anaitwa Soa, bonge la wachezaji. Kuna leo simdogo Soa Abedayo sijui nani sijui. Yaani Singida imeenea kila sehemu. Sio kwa sababu imetufunga leo. Ni timu ambayo mwaka huu ilisajili. Na sisi tungebidi tusajili wachezaji kama wale ambao wako strong, ambao wanakupa kitu. Striker kama Sewa sijui. Strike beki na mabeki wawili juu goli hilo. Ni mtu ambaye anaonyesha ana kitu. Ndio Simba bado iwe hivyo. Lakini striker zetu tunaona kama kina Mkwala, akina Ateba, hakuna mwenye afadhali. Wanasema mchungaji na lalamika leo, ndio nalalamika leo kutokana na kitu tulichokiona. Kwamba kazi iliyofanyika leo ni mbovu ambayo ni ya kupitiliza. Kumbuka tumepoteza kombe la pili. Na tuna drop hivyo. Mbona sikwambia tu tunaenda ndio tuna drop. Tumepoteza kombe la shirikisho barani Afrika, limepotea hilo. Limekuja na CRDB hapa, ndio limepotea hivyo. Kwa hiyo tumeisha kombe hili moja. Mchungaji, ukiangalia hiki ambacho kimetokea leo, kuna swala ambalo lilikuwa linazungumzwa kwamba hata mchezo wa kwanza kwenye ligi na Singida huo wa kiporo mlistahili kupoteza, mlibebwa tu na referees kwa sababu wao walionekana kuwa bora. Hiki ambacho kimetokea leo kinadhihirisha ni kweli Singida walidhurumiwa katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara na nyie mlibebwa na referee Hersi. Sisi hatukudhulumiwa, ila mechi ile Simba walichofanya yao baada ya kupata matokeo wao waliamua kuzuia. Ndio maana unakuta walitoa mastreka wakaingiza mabeki ili wazuie mwanzo mwisho ili walinde walichonacho. Unajua kwa nini? Maana yake walikutana na timu bora. Singida wako vizuri. Hata hao Singida hao wakija kukutana na Yanga michezo kama kawaida utaona hao akina nani wote wagonjwa. Mechi hiyo watakuwa injury karibu wote watacheza mechi. Wachezaji wa Singida wengi sana watacheza. Utawakuta wale ambao wanacheza siku zote kama mechi ya leo hutawaona. Utakuta wengine kabisa kama mechi tuliyoiona leo kutana nayo. Yote inaashiria nini? Singida ana quality. Wachezaji ambao wana quality kubwa. Na ndio maana wachezaji wengi wanahusishwa kwenda Yanga wakitokea Singida. Ndio wachezaji ambao ingebidi tuwapate sisi ndani ya Simba Sports Club. Ndio maana leo nakwambia hivi Singida tungegeuza iwe ndio Simba kwa favor za Simba na ukubwa wa Simba. Simba angechukua makombe yote. Mpaka la shirikisho la juu tungechukua. Maana kuna watu wana uwezo. Mtu mmoja mmoja. Kuanzia beki, kuanzia viungo mpaka wafungaji wana timu. Sasa ndio hivyo limetokea tumetolewa. Na ndio wanazidi kwenda tunazidi kudrop. Mara tumechea kombe moja, tumechea la pili, bado moja. Sasa na Yanga siku akisema nao analeta timu. Kwa sababu sasa hivi wanasema walete timu. Umeanza kuogopa mchungaji? Lazima niwe na hofu. Kwa sababu gani? Makombe mawili tushapoteza. Kwa sababu sisi lengo letu kwa tuchukue makombe yote. Sasa hivi itakuja nini? Tunajenga timu. Itakuja hiyo. Tutajengaje timu wakati umefika finali? Utajengaje timu ambayo umefika nusu? Kujenga timu unaishia raundi la kwanza na unajenga timu. Mida hii ilikuwa lazima tuchukue ubingwa, lakini tumekosa ubingwa. Vijana wadogo wajitumi. Mtu ana miaka 22, mtu ana miaka 23, anashindwa kujituma. Sasa je, watu kama kina Ngoma watasema nini? Basi tena tumepoteza ubingwa na mimi nasema viongozi wa Simba mwaka huu wafanye kazi kubwa kutafuta wachezaji ambao wana quality kubwa kama unaona wale Singida ili tuweze kuachieve. Bila hivyo watarudi yale yale. Tukiangalia kipindi cha pili mabadiliko yalipofanyika, akaingia Mpanzo, akaingia Mohamed Hussein pale, Simba ilipata goli moja pale na ikawa inaonekana inafanya mashambulizi mengi zaidi. Huenda kocha ama aliupuuzia huu mchezo. Ndio maana akaanza na kikosi ambacho alianza nacho licha ya kwamba aliona quality kubwa ya Singida kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mimi nikwambie, narudia tena, quality ya Singida kwa Simba na Yanga hakuna. Sema tunajaribu kuipozesha kwa ajili ya ukubwa labda wa Simba na Yanga. Lakini quality ya Singida ni kubwa mno. Wamesajili watu ambao ni watu kweli kweli. Kila kumsikiliza Gine wapi na ukiangalia ni watu kweli kweli. Sasa leo sisi tumesajili wachezaji kweli wadogo ambao wanahitaji muda. Kama wanahitaji muda basi wajitume. Sio na energy kubwa. Lakini tunaona kama hawana energy, hawajitumi. Mwisho siku tunaanza kupoteza pambano. Kwa hiyo kwa ujumla siku ya leo tumepoteza kombe la pili. Na hili kombe la pili tumepoteza kwa sababu wachezaji hawajitumi. Hapo mtu anakuja kudanganya eti wachezaji wamechoka. Wachezaji wamechoka nini? Wewe uamini kwenye kuchoka? Kuchoka nini? Mtu ana miaka 23 achokeje? Kutolewa masaa 72 kwamba hata kama umechoka, hata kama kijana lazima mpira ucheze. Lakini watu wanasingizia wamechoka. Eti ndio kusingizio hicho. Mimi niliona mechi ya juzi eti wachezaji wetu walitumika sana. Ulaya kuna mashindano karibu 6.
Na yote watu wanacheza. Leo na mashindano mawili tunasema umechoka. Masaa 72 ushapumzika, wewe usicheze mpira. Kijana na miaka 23 24. Maana yake nini? Ni kwamba vijana hawajitumi, wanaendekeza starehe. Simba sasa hivi sio kuipamba. Kwa sababu tunapoteza makombe, tumepoteza kombe kubwa, tuna drop hivyo. Kombe la shirikisho, alafu tunachekelea, alafu tunakaa tunaweza kusema eti wachezaji wamechoka. Wamechoka nini? Mbona Ulaya wanacheza mashindano karibu 6 watu wanacheza? Maana masaa 72, maana hata kama una injury, labda wewe na injury, yakihisha masaa 72 lazima ucheze. Alafu wale vijana wadogo kwani wachezi? Kwani wajitumi? Mazee yale singine mbona walivyojituma? Mpaka nimepata matokeo, eti watu wana relax wanapiga pasi hivi. Hivi. Kumbuka unapopiga pasi ile na muda unaenda. Wana relax wanarusha mpira nyuma. Wanarusha nyuma. Yaani kama sijaelewa ni nini. Mtu anakuja na unasa goli. Wanaanza tena vile vile. What? Ndani ya Simba inabidi wafanyike maamuzi makubwa. Wachezaji, baadhi ya wachezaji Simba waachane nao. Simba ukitaka kuijenga sio kuiremba. Maana kuna watu wanaenda kuiremba Simba. Unasikia wachezaji wamechoka. Wachezaji sio nani. Hakuna kuiremba. Kama umefanya makosa, wachezaji watuache. Tulete wachezaji wengine. Mimi leo nakwambia hivi Singida United uigeuze ile Simba. Ubingwa mapema sana ingechukua. Maana wana kila kitu. Mabeki strong, mbona bana? Viungo strong, mpaka mastreka. Kwanza leo kwa tustahili kufunga goli 5. Mstahili? Goli 5. Sio 3, 5. Quality inaamua, wewe unaona? Yaani hamna kusema eti quality unaona mtu achukua mpira, mbona bana? Anakaa nao, anatoa pana, anachukua, anakufunga. Simba ukiangalia target walizofika, wamefika kushuti ma target kushuti 5 hata 3 hazifiki. Wacheza katikati tu pa. Hata watu wanachekelea kule juu. Simba haiwezi kwenda hivyo. Simba sasa hivi inabidi ifanywe marekebisho. Wachezaji, baadhi ya wachezaji watuache, tuanze upya. Tena tuchukue wachezaji ambao ni strong. Tena mwaka huu mimi nitasemea sana hili swala. Tununue wachezaji wa gharama. Maana tuende shirikisho tena tuenda klabu bingwa. Klabu bingwa unakutana na watu wenye uwezo mkubwa, sio watu kubahatisha. Leo angalia sasa. Referee leo kasema kama referee. Cheza mpira. Tumecheza mpira. Hamjacheza. Cheza mpira tukuone baba, cheza mpira. Ukiangalia pichi mpya, mbichi, cheza mpira. Watu wamecheza mpira. Hakuna kisingizio. Sio hata sasa hivi kisingizio kitakuja eti wale wamechoka. Hakuna cha kisingizio wamechoka. Watu waache baadhi ya wachezaji, waje wachezaji wapya. Umesema takriban wachezaji 6 inabidi wawapishe. Naomba unitajie hao wachezaji ambao unaona sasa hivi wanahitaji kuwapisha Simba ili Simba iwe bora zaidi ambao mnahitaji. Nitakutajia siku nyingine. Wachezaji 6 ambao si waondoke. Tena hiyo ni first 11. Waondoke walete watu wenye quality kubwa. Mimi Singida leo wako enjoy. Yaani mtu ana uwezo wake na Kofi wale mabeki. Wana uwezo mkubwa mpaka unaona hii kweli kitu. Sio kwetu eti mtu anapiga pasi na mrudisha tena ile inamshinda eti anarudisha. Mtu anatoa pande anatoa pande. Umeona goli lilotufunga la kwanza? Pasi imeanza nyuma kaka. Nyuma ile inapiga pa. Mpaka mtu anakuja kunafunga. Ule ndio uwezo. Ndio maana Yanga ameamua kuchukua wachezaji karibu wote Singida. Kwa quality ile ndio maana Yanga safari iliyopita wachezaji wa first 11 wa Singida walikaa bench. Wakachezeshwa ambao hawana wachezaji. Hata hiyo finali utaona. Wale ambao wachezi hao unaona leo utawaona finali. Na Yanga atachukua ubingwa. Sio unaelewa mpaka hapo. Katika timu ambayo ina quality kubwa mwaka huu, Singida imekosa tu ile nakwambia igeuze hiyo Simba. Nakwambia hivi shirikisho kwa lishabaki, hii leo tungeshinda, maana ni timu ambayo ina kila kitu. Kila kitu, wachezaji wote wako mle. Na wamesajili kweli kweli. Ndio maana Yanga amesajili wachezaji, wanachukua wachezaji Singida pale wanafika tu 6, tu 7, wote wanachukua pale. Quality kubwa. Hapa tunasema leo timu bora imeshinda. Alafu kinachoniuma tumepoteza kombe la kwanza. Leo tumepoteza kombe la pili. Sikiliza nikwambia hapo. Yanga nao zikisema walete timu tena siku hiyo. Sababu Yanga naye ataleta timu ujue. Hiyo tarehe ngapi hiyo? Ina maana mwaka huu tunaondoke kwa hapa. Yanga atachukua, hata Yanga atasemeje? Mimi nina kombe la Jamhuri, sio nina kombe la NBC, la NBC. Yaani makombe yote anabeba kwa design hii. Shida nini? Simba si tuikosoi, ni kusema mazuri. Leo nimeamua kusema ukweli, viongozi wa Simba wafanye mabadiliko ndani ya Simba Sports Club. Asante mchungaji. Mungu awabariki sana.